Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Tukiangazia mada kuu isemayo Baba yetu anajali. Mwezi huu wa Aprili tumekuwa na mada nzuri isemayo mwito wetu mkuu. Na leo ni Aprili 30 ya mwaka huu wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amina. Mada ya leo inasema kukaribia nyumbani. Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya 3 imeandikwa, basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Zaidi ya miaka 1800 imepita tangu Mwokozi alipotoa ahadi ya ujio wake. Katika karne zote maneno yake yameijaza kwa tumaini mioyo ya watu wake waaminifu. Ahadi bado haijatimizwa, lakini hata hivyo maneno yaliyosemwa ni ya hakika. Yesu atakuja katika utukufu wake mwenyewe, katika utukufu wa Baba na katika utukufu wa malaika watakatifu. 10,000 mara 10,000 na maelfu ya malaika, wana wa Mungu wazuri na washindi, wakiwa na upendo na utukufu zaidi, watamsindikiza katika njia yake. Mahali pa taji ya miiba atavaa taji ya utukufu, taji ndani ya taji. Mahali pa lile vazi la zambarau atakuwa amevikwa katika vazi jeupe mno, jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Marko Mtakatifu sura ile ya 9 aya 3. Katika mavazi yake na kwenye mapaja yake jina litaandikwa, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo wa Yohana sura ya 19 aya ya 16. Kwa wafuasi wake waaminifu, Yesu amekuwa mshirika wa kila siku, rafiki mashuhuri. Wamekuwa wakiishi na Mungu katika ushirika wa karibu na wa daima. Juu yao utukufu wa Bwana uliinuka, ndani yao nuru ya maarifa ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo imeakisiwa. Sasa wanafurahi katika miale isiyotiwa giza ya mng'ao na utukufu wa mfalme katika mamlaka yake. Wameandaliwa kwa ajili ya kuwa na ushirika wa mbinguni, kwa maana wanayo mbingu ndani ya mioyo yao. Kwa vichwa vilivyoinuliwa juu, kwa miale angavu ya jua la haki iangazayo juu yao, kwa furaha kuwa ukombozi wao unakaribia, wanasonga mbele kukutana na bwana harusi, wakisema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atuokoe. Wakati wa kungojea unakaribia kuisha. Wasafiri na wageni ambao wamekuwa wakitafuta kwa muda mrefu nchi iliyo nzuri wanakaribia kufika nyumbani. Ninahisi kana kwamba ni lazima nipaze sauti, hatimaye nyumbani. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake.
Petro wa pili sura ile ya 3 aya 14. Hii ni Aprili 30, mada ikisema kukaribia nyumbani. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya masomo haya mazuri ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Aprili. Ikiwa tutapata nafasi, Mei tutaiangazia mada kuu inayosema nipate kumjua yeye. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, mengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, mengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda.
jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.